wa rahmatullahi wa barakatuh. Katika kitabu cha Suwaru min Hayati Tabiina kilichoandikwa na marehemu Dr. Abdurrahman Rafat al-Basha, namna ya maisha ya matabiina, tabaka lililofuatia baada ya tabaka la masahaba. Leo tunamsoma mtu mmoja anaitwa Salama ibn Dinar, na nimewahi kukuambieni kwa neno hili Salama kwa watu wa Saudi Arabia na baadhi ya maeneo ya Arabuni ni jina la mwanamume, sio jina la mwanamke. Salama tofauti na Salma. Salma hili la kike, lakini Salama ni la mwanamume. Na hata salama wakati mwingine linatumika kwa mwanamume na linatumika kwa mwanamke. Huku kwetu kidogo mwanamume ukimwita Salama au Salama itakuwa balaa kwa tamaduni zetu za Kiswahili. Sisi tuna yetu yanayotumika pande zote mbili, si hili. Hili kwetu linatumika upande wa mwanamke tu. Usije ukasema na tabaruku kwa kumwita mtoto wangu wa kiume Salama kwa sababu alikuweko mmoja katika matabiina anaitwa Salama. Usifanye, si kwa sababu utakuwa na nia mbaya, kwa sababu jamii haitapokea vile ambavyo wewe unakusudia. Umenifahamu? Jiepushe na shubha kama hizo na fitna kama hizo. Sisi tuna yetu maulidi, yuko maulidi mwanamume na yuko maulidi mwanamke. Kuna riziki mwanamume mwanamke, kuna mtumwa mwanamume. Salum, hakuna mwanamke, acha uhuni wako wewe Sulemani. Mgeni huko mwanamume mwanamke, Sulemani hakuna. Wala Salum, kuna Salma na kuna riziki, kuna mtumwa inatumika, kombo wengine, lakini wengi wanasema bikombo ndio mwanamke, lakini wako kombo mwanamke na kombo na mengine mosi mwanamke na mwanamume. Hata pili inatumika mwanamume na Juma sijawahi kukuta mwanamke. Mwana ni mwanamke tu. Mwanamume mwana jina kama jina peke yake mwana. Hata hilo neno jina, wako wanawake anaitwa jina lake jina. Kiteweo ndio yupo kiteweo. Alikuwa kwa mtu anaitwa Vuai Kiteweo katika historia ya Zanzibar. Ukisoma mambo ya siasa tena alikaa gerezani yule mtu. Vuai Kiteweo, jina lake Vuai na baba yake Kiteweo. Wali tu sembe ugali, siye kusikia majina ya watu, lakini Kiteweo ndicho. Salamatu ibn Dinar huyu ni mwanamume, hakusema bintu, kasema ibnu. Almaarufu, ambaye ni maarufu bi Abi Hazim al-A'raj, anaitwa baba uamuzi Kiguru. Abi Hazim al-A'raj ndio jina lake na ndio umaarufu wake, Abi Hazim al-A'raj katika matabina. Kuna maneno yamewekwa hapa chini: ma raaitu ahadan al-hikmatu aqrabu ila famihi min Abi Hazim. Sijaona mtu yoyote hekima iko karibu na mdomo wake kuliko huyu Abi Hazim, baba Hazim. Inawezekana mwanawe alikuwa anaitwa Hazim, lakini Hazim manake muamuzi. Hazim manake muamuzi, baba muamuzi. Inawezekana wewe mwanawe anaitwa Hazim, yeye maarufu anajulikana kwa jina la Abi Hazim, au hatujui kwa nini kaitwa hivyo, atatuambia huko mbele. Maneno haya akasema Abdurrahman bin Zaid, mmoja katika watu wanaomjua huyu Salama ibn Dinar. Kwa hivyo akasema sijapata kumuona mtu ambaye hikma iko karibu kwenye mdomo wake katika zama alizoishi yeye huyu msemaji kuliko huyu Abi Hazim. Anasema maneno yaliyonyooka kweli yenye hikima. Sasa hebu tuende na simulizi la maisha yake huyu, alafu tuone hii comment au hili dokezo aliloweka huyu bwana Abdurrahman bin Zaid lina uhalisia gani katika maisha ya huyu Salama ibn Dinar, au kwa jina jingine Abu Hazim al-A'raj. Na A'raj manake kiguru, mlemavu wa mguu. Fi sanati 97 lilhijra, katika mwaka
wa 79 Hijiria. Kwa hivyo bado ni ile ile karne ya kwanza ya Uislamu, lakini mwishoni. Bado miaka mitatu kutimia miaka mingapi? Miaka 100 tangu Mtume salamu anahamia Madina. Masahaba wengi wameshaondoka duniani. Bila shaka Mtume salamu mwenyewe ameshaondoka duniani, kwa sababu Abu Bakar radhiallahu anhu alikufa miaka 2.5 tu baada ya Mtume salamu. Omar akafa baada ya hapo kwa miaka 5, yani 7.5. Akaja Uthmani kwa miaka 16. Akaja Ali tena kwa miaka kadhaa. Kwenye miaka 40 hivi masahaba wengi walikuwa tayari wameshafanyaje? Washaondoka. Sasa huu ni mwaka wa 97. Inakwenda karne nyingine sasa ya pili. Ndio anasema shadda alifunga khalifatul muslimina, khalifa wa Islam anaitwa Suleiman bin Abdul Malik arrihala virago ila diyari almuqaddasa, kwenda katika miji mitakatifu. Alifunga virago, manake alifunga safari. Ndio kufunga nini? Virago. Virago ni mizigo ya mtu anayochukua kwenye safari. Inatumika katika fumbo vile vile, ukimfukuza mtu, funga virago uondoke. Yani funga mizigo yako ufanyeje? Uondoke. Alifunga virago kuelekea katika miji mitakatifu. Mulabbiyan, akiitikia nidaa, wito, abil anbiyai, wa baba wa manabii wote, Ibrahima alayhi salam. Ibrahim alayhi salam aliambiwa waadhin fi nnasi bilhaji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq, watangazie watu hija, watakujia wengine wanatembea kwa miguu na wengine juu ya kila mnyama aliyekonda kutoka katika kila upenyo wa mbali watakuja. Kwa hivyo Nabii Ibrahim ndo mtu aliyetangaza masuala ya kwenda hija na maumra na vitu vingine. Anaitikia wito wa baba manabii Ibrahim alayhi salam. Wa madhat rakaibuhu, na ikenda misafara yake. Manake sasa si msafara mmoja, huyu ni khalifa, ni kiongozi. Kwa hivyo wataingia wapambe, wataingia nani, caravan. Utakuwa ni msafara unakwenda kama mabehewa ya treni. Likitoka behewa hili linafuata behewa hili, likitoka behewa hili linafuata behewa hili. Msafara mkubwa. Ikenda misafara yake, tahussul khuta, inahimiza hatua, yani inakaza mwendo, min Dimashq, kutoka Damascus Syria, asimatil amawiyina au umawiyina. Huo ndo mji mkuu ulikuwa uliofanywa na Bani Umayya. Unakeli ni dola la Bani Umayya. Baada ya kutawala Muawiya, yeye akahamisha makao makuu akapeleka Damascus Syria. Ndio mpaka leo kuna kumbukumbu nyingi sana za Bani Umayya katika mji wa Damascus pale Syria, na wameumarisha kweli, na alikuwa zaidi malengo yake awe karibu na kupenya kwenda upande wa Ulaya, Europe. Sababu alikuwa anataka aunganishe kiutawala baina ya Arabuni na Ulaya. Ndio maana Damascus ile, Kazoba leo hayupo hapa, sio amefunga na kibili ya kula ukipi. Amekaa pale Damascus. Ile Damascus inakuwa ni Arabuni kama Ulaya. Yale mambo yake, hali yake ya hewa, hata vituko vya watu wake kidogo wana uzungu mambo yao. Hata uvaaji wa nguo, unaweza kupika mahala ukababaika ukajiuliza mimi niko Arabuni niko Ulaya. Na kuna baridi kweli. Kwa hivyo kwenda katika kutoka Damascus asimati al-Umayyina, ndio ilikuwa makao makuu ya Bani Umayya, ila al-Madinati al-Munawwara. Anafunga safari kwenda Madina. Na sisi tuko Madina, tulikuwa tunayaona mabasi yanayotoka Damascus na yanayotoka Madina kwenda Damascus. Na upepo wa baridi sana unaweza kuja kutokea upande wa Damascus mpaka ukafika Madina. Na Madina inapata baridi, yale masalia marupurupu ya baridi ya upepo unaotoka wapi? Unaotoka Damascus. Pale wakorofi wakenda umra wakati ule zamani, wakifika Madina wanatoroka, wanakwenda za Damascus kwa ajili ya kutafuta ubaharia. Au mtu kashindwa masomo anatoroka. Lakini kuvuka hiyo mipaka nayo kazi si ndogo. Haya, kwa hivyo anakuja kwenye mji wa Madina, ambao mimi Mungu amenipa bahati ya kukaa kwa miaka 3 katika mji huo. Na wengine wamepata bahati ya kukaa zaidi ya miaka hiyo. Mimi nasema na nyinyi bahati yangu ilikuwa ni miaka 3 na naamini nimeitumia vizuri. Lakini wengine wamepata bahati ya miaka 7, wengine miaka 10, kila mmoja na namna yake. Fakad kana fi nafsihi, kwani ilikuwa ndani nafsi yake shaukun, kulikuwa na shauku
ila salati, kusali fi rawdhati almutahhara, katika eneo linaloitwa raudha lililotukuka, raudha takatifu. Raudha ni eneo liko katika msikiti wa Madina, limo ndani ya msikiti. Mwanzoni msikiti ulikuwa mdogo, na pembezoni palikuwa pana nyumba ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akikaa na bibi Aisha. Sasa akawa akitia udhu nyumbani kwake, ndo anakuja zake msikitini, na mara nyingi anaingilia ule mlango wa kwenda moja kwa moja akapanda membari akahutubia. Sasa alinukuliwa akisema, baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, baina ya nyumba yangu na membari yangu ni bustani katika bustani za peponi. Huenda ikawa alikuwa anapewa wahi, anaona mambo pale anapopita alfajiri kuja, anaona pamekaa katika mkao wa kipepo, anaoneshwa mambo ya baadaye. Baada ya kufa na makhalifa, ikafikia time msikiti utanuliwe. Ikabidi msikiti ule umetanuliwa na nyumba yake imebomolewa, mpaka ile sehemu ya nyumba yake imeingia ndani ya nini? Ndani ya msikiti. Kwa hivyo yale masafa yaliokuwa akitokea nyumbani kuja msikitini, sasa yamo mle msikitini, hayako nje ya msikiti tena. Sasa eneo hilo watu hupenda kufanya itikafu, hasa katika 10 la mwisho la mwezi wa Ramadhani. Hilo baina ya pale palipokuwa nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na pale penye membari yake, ndio panaitwa ar-rawdha al-mutahhara, rawdha takatifu. Lakini ikifika 10 la mwisho mwezi wa Ramadhani panaitwa bandika bandua. Mtu akiondoka kwenye kwenda chooni, kuna watu wako 10 foleni wanataka waingie hapo, hasa katika 10 la mwisho au siku za ziara za mahujaji. Lakini wakeshaondoka basi panakuwa pako wazi sana. Na sisi tulikuwa tukisoma kule dini, tulikuwa tunaamini kwamba ikiwa somo ni gumu linakushinda, nenda kakae kitako utalii ukiwa raudha. Nimepata bahati ya vitabu vingi sana kuvipitia nikiwa nimekaa raudha. Tumefahamiana? Bahati hiyo nimeipata, na naomba Mwenyezi Mungu na nyinyi akupeni bahati. Na pale nilikuwa na tabaruku na lile eneo. Na moja ya faida yake katika 10 la mwisho pale ukikaa, wanakuja watu wanatoa sadaka. Hiyo faida ya kidunia tena ipo. Siku moja nimekaa pale mimi 10 la mwisho, akaja mtu akanigonga bega. Akauza, anta talib fil Jamia al-Islamia, wewe ni mwanafunzi wa Islamic University? Nikamwambia naam. Akaniambia hati bitaka, lete kitambulisho. Sisi kule tunatembea na vitambulisho kwenye pochi. Nikatoa nikampa. Akasoma, akatoa notebook, akaandika namba yake. Alafu akakitia, akanirudishia, nikakitia mfukoni. Akarudi zake huko nje. Alafu kuna mtu nafikiri akamwambia yule. Basi akaja mtu kidogo kidogo akanitilia bahasha kwenye mfuko. Akili ya kubaki raudha ilikuwa haipo tena. Akili ya kutalii vitabu ikawa haipo tena. Nini huyu ukafanya? Nikiondoka hapa bandika bandua, atakuja mtu mwingine, nishapapoteza. Lakini nimepata mara nyingi, nikipoteza kwa leo moja sineno. Ngoja nijifanye na kwenda chooni. Nikatoka kuingia chooni kupiga chabo dola 1000 za Saudi Arabia. Riali zile. Ni riali 1000 za Saudi Arabia za wakati ule miaka 90. Pesa za kweli za maana, riali 1000 za Saudi Arabia za wakati ule. Sikuwa na raudha wala kitu kingine. Nigera zangu euro di change kuzibadilisha kwenye dola na kuzituma, kwa sababu tayari nilikuwa na familia huko na ilikuwa inakaribia sikukuu. Kwa hivyo miongoni mwa faida za raudha ni hizo nilizokuambieni za kidunia pia zipo. Riali 1000 za Saudi Arabia si kidogo Haya, kwa hivyo anataka kutabaruku hapo raudha al-mutahhara. Umeona hata hawa viongozi walikuwa wanajua nini maana ya kukaa wapi? Raudha. Wa tauqun, na alikuwa na shauku. Tauqun vile vile ni shauku au uchu, kupenda sana. Ila salami ala Muhammadin, kwenda kumsalimia mtume wetu Muhammad Rasulullah sallallahu wasallamu alayhi, kwa sababu pana kaburi la mtume, unakwenda kulitolea salamu na kumsalimia. Katika mambo ambayo nimebahatika nayo, hata sijui mara ngapi nilimsalimia bwana yule. Allahumma salli ala Muhammadin, na pembezoni mwake kuna Abubakari na Umar, na wote nao unawasalimia. Kwa hivyo akataka kufanya. Waqad hafila mawkibul khalifat, na ulikuwa umekusanya msafara wa khalifa yule, bilqurai, wasomi.
wa Qur'ani. Qur'ani wale wanaojua Qur'ani, wamehifadhi, wanajua tafsiri na nini kwa wakati huo. Wal muhaddithina, na wana hadithi waliohifadhi hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal fuqaha, na wana sheria za Kiislamu wanaojua fiqh. Wal ulama, na wanazuoni wakubwa wakubwa. Wal umara, na makamanda wa jeshi au maamiri, wakuu wa wilaya na nini. Wal qadati, na viongozi wengine mbali. Ndio ile makada wamelitumia watu wa siasa hilo kada, lakini kada maana yake ni kiongozi. Wal qadati, na viongozi mbalimbali walikuwa wakimsaidia kutawala. Kwa hivyo msafara ulikuwa umesheheni watu wanatoka Damascus. Falamma balagha almadinata almunawwara, basi alipofika katika ule mji wa Madina wenye nuru. Wa hatta rihalahu, akatua virago vyake fiha, ndani yake, yani akavishusha virago, ndio ile mizigo na nini vikashushwa pale. Aqbala wujuhun nasi, zilielekea nyuso za watu. Wa dhaul aqdari, na watu wenye heshima. Lisalami alaikum, salimia. Wa tarhibi bihi, na kumkaribisha, sababu yeye ndo mkubwa na watu wakubwa. Wujuhun nasi, nyuso za watu, anakusudia watu wenye kujulikana, wenye kukubalika. Ndio yale nilosema dhikru aljuz'i wa iradati alkull, katika balagha inaitwa kutaja sehemu ya kitu na kukusudia kitu chote. Kwa hivyo nyuso za watu, yani watu wenye kukubalika, watu maarufu, watu mashuhuri wakaja. Wa dhawul aqdari, na watu wenye vyeo. Lisalami alaikum, salimia. Wa tarhibi bihi, na kumkaribisha, karibu Madina bwana mkubwa. Lakini Salamata ibn Dinarin, lakini huyu bwana tunayesoma habari zake, Salama bin Dinar, qadhi al-Madina, ambaye alikuwa wakati ule ndio kadhi wa mji wa Madina. Wa alimaha, na ndio mwanachuoni mkubwa kwa wakati ule anayetajika. Al-hujjata, ambaye ni hoja, yani tegemeo. Wa imamaha, ndo imamu kabisa. Athika, wa mji wa Madina, mwaminifu. Wala lam yakun, hakuwa fi idadi, katika orodha. Man zarul khalifa, waliomtembelea khalifa yule. Murahibina, wakimkaribisha. Musallimina, wakimsalimia. Yeye hakuwepo. Hapo ndio inapoanza kasheshe, kwamba watu wote wanaojulikana wakubwa wamekuja kumpokea mtawala bwana mkubwa. Wewe uko wapi? Uonekane. Walamma faragha Suleiman, alipomaliza Suleiman bin Abdul Maliki, ambaye ndio mtawala, min istiqbali almurahibina, kuwapokea au kupokelewa na wale ukaribishaji, bihi, kwake. Qala li ba'dhi julasai, akawaambia baadhi ya watu wanaokaa nao, inna nufusa la tasda'u, hakika nafsi hufanya kutu au hufanya kuchu, kwa wale wanaotaka kwa lahaja nyingine. Kutu manake kama chuma kinafanya rust, zile rangi nyekundu zinaitwa kutu zile vile. Ingawa neno kutu katika Kiswahili lina maana vile vile ya jambo jingine, nyote mnalijua, sina haja ya kulisema. Na huko udongo vile vile unaitwa kutu, na kuna kabila vile vile hasa pande za Morogoro wanaitwa Wakutu, kwa sababu ardhi yao ni ya udongo mwekundu. Wakutu. Na lahaja za huku kusini ni mkutu, ni mvuto, yani nimemkuta nikamvuta, sio katafsiri Kipemba, tafsiri Kimakunduchi. Ni mkutu, ni mvuto. Ungesema nyi mkutu, nyi mvuto, yani nimemkuta nikamvuta. Saidi usende kwenu, sogea upande wa Makunduchi kidogo, nyi mkutu, nyi mvuto. Nimemkuta nikamvuta. Kutu, rust kwa Kiingereza. Inna nufusa la tasda'u, hakika nafsi hufanya kutu. Kama tasda'u al-maadinu, kama anafanya kutu madini. Idha lam tajid man yudhakiruha, zitakapokuwa sijapata anayezikumbusha. Alfai'ata ba'da alfai'a, kitambo baada ya kitambo. Na ndio maana mawaidha yanakuwa muhimu. Mawaidha yanakuwa muhimu, hutuba za Ijumaa zinakuwa muhimu, vipindi vya radio, television vinakuwa muhimu. Mnapokutana kwenye mahafla yakatolewa mawaidha yanakuwa muhimu, kwa sababu nafsi zikikosa wa kuzikumbusha zinafanya kutu. Kalla barrana ala qulubi wa yajlu anha sadaaha, na kuondoa katika nafsi hizo kutu zake, basi ni hayo mawaidha kuzikumbusha. Faqalu, wakasema naam, ndio ni kweli ya amira almu'mina, ewe kamanda wa waumini. Faqala, akasema ama fil madinati, je hayupo katika mji wa Madina? Hiyo ama
mimi yake haikazwi. Usije ukafikiri ile ama huyu iko ile ama hii ama fil mad ziko la haja hizo huku kwetu watu wa Zanzibar ama kuna amma na ama hii anasema ama fil madinati. Je, hakuna katika mji wa Madina rajulun, mtu adaraka taifatan, kalikuta kundi minasmi sahabati Rasulullah, katika masahaba wa Mtume sallam, yuzakiruna, atukumbusha, atupe mawaidha. Yani nazungumzia kwa hakuna katika matabiina aliyewakuta masahaba akatupa sisi nini mawaidha. Anauliza kwa sababu yeye inaonekana Abdul Malik bin Marwan hakukutana na sahaba yoyote. Suleiman bin Abdul Malik hakukutana na sahaba yoyote. Kwa kusema hakuna mtu ambaye kakutana na masahaba ambaye kasoma kwa hao akatutolea mawaidha. Faqalu bala, wakasema hapana, yupo ya Amir al-Mu'minin. Huna hapa kuna Abu Hazim al-A'raj, huyo baba muamuzi Kiguru, ndo Abu Hazim, ndo tunamsoma jina lake Salama ibn Dinar. Faqala waman Abu Hazim al-A'raj, akasema ndo nani huyo, mimi simjui Abu Hazim al-A'raj. Faqalu Salama ibn Dinar, wakasema ndo Salama bin Dinar, alimul Madina, ndo mwanachuoni wa Madina, wa imamuha, na ndo imamu wa mji wa Madina katika siku za Jumaa zaidi na nini yeye, wa ahadu tabiina, na ni mmoja katika matabiina alladhina adraku, ambao wamewakuta adadan min sahaba, orodha ya masahaba alkiram watukufu wengi kakutana na huyo. Faqala ud'uhu lana, kasema mwiteni kwetu, lakini watalatafu, fanyeni upole fi da'wati, katika kumwita. Msende mkamwambia bwana mkubwa unaitwa na mfalme, twenzetu haraka haraka. Kamuombeni kwa lugha nzuri. Bwana mkubwa kaingia kiongozi hapa na kasema nataka kukutana na mwanachuoni mkubwa ambaye kakutana na masahaba, na sisi tumeangalia katika mji huu kwa wanachuoni, wewe ndio mkubwa wetu na wewe umekutana na masahaba wengi, basi tafadhali twende zungumzeni naye kwa lugha kama, sio ile ya kwenda kuchukuliwa kuwa rais kasema umekamatwa Tanganyika jeki. Mnajua Tanganyika jeki ni ile kukamatwa suruali hivi na askari afu kanyanyuliwa miguu inaning'inia hivi, ile inaitwa Tanganyika jeki. Zamani kulikuwa kuna jeki maalum zinatengenezwa zikiitwa Tanganyika jeki, hizo ukipigwa nazo lazima uje juu. Asichukuliwe namna hiyo kindava ndava tu